wanaume wote ni nyama ya iringa. Kwa msingi wa Biblia, ili niweze kuishi na mwenzi wangu, imenipasa niwe tayari kujikana na kubeba msalaba wangu kila siku, kisha niambatane naye. Hakuna ambatano bila kujikana. Hizo tabasamu ambazo utawaona watu wameshikana, wanashangilia, wanafurahiana. Jopo mke wangu, si mnaona jamani? Si mnaona kama tunafurahiana eh? Lakini pamoja na mnachoona, nyuma yake kuna maumivu. Si ndio? Ndio. Aha, amethibitisha. Msije mkasema ninapiga story mwenyewe. Na tunafurahiana na tunaendelea vizuri. Katika huo uzuri, ili ufurahie huo uzuri, kuna level ya maumivu. Nataka uwe na uelewa huo. Huu uelewa ambao dunia imeprinti ndo moja ya chanzo cha ndoa kuvunjika. Utatoka, watu wanatoka, anakimbia kutoka kwa mama huyu au baba huyu. Anafikiri nini? Anakwenda kwingine, anakuta mbona huko kuna maumivu. Anakwenda kule, anakuta maumivu. Mwisho anaishia kusema wanaume wote ni nyama ya iringa. Au wanawake wote ni anaweke. Sio kweli. Kwa nini? Amewekewa picha ya uongo, na hiyo picha inatoka kwa shetani. Sasa unajiuliza, mbona kwenye viapo watu sema hivyo? Viapo vyenyewe ulisema katika nini? Shida na umaskini. Na wangapi ambao leo wanaondoka kwenye ndoa kwa sababu uchumi umeyumba? Si ni wengi? Mimi siwezi. Kama hivi anarudi nyumbani kwetu, nyumba tulikuwa tunakula milo 3. Si ungebaki huko? Kwani ukujua wakati unaondoka kwamba mnakula milo 3? Kilichokuleta nini kama ulikuwa unakula milo 3?